بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم وبياكم وجنة فردوس مثواكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداعوا يا عباد الله فإن الله لم يزل داء إلا فيه دواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المشاهدون الكرام, nichukue nafasi hii ya pekee kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwa hisani yake na mapenzi yake ama siku ya leo ametuwafikia kuonana kwa mara nyingine tena. Lakini pia sina maneno mengi isipokuwa ni athar, ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo sunna hii alikuwa akitekeleza mwezi wa juzi, mwezi wa Rajab Mudhahar. Tuliona safari yake ya kwenda mbinguni, na kila mbingu aliyokuwa akiteremka kuja nyumbani au kuja ulimwenguni alikuwa akielezwa kwamba jitahidi wewe pamoja na umma wako bilhijama, mufanye tiba ya hijama. Hijama shaharia ni kutoa damu chafu mwilini, ni cupping massage, ambayo hijama kwa hakika inazuia na inatibu maradhi 38. Inatibu maradhi ya ugumba hijama, lakini maradhi muhimu ni maradhi baridi, maradhi ya kiharusi, maradhi ya kupooza, maradhi ya kuparalyze, ambayo haya ni min sayyi asqam, ni miongoni mwa maradhi mabaya. Mtu akipigwa na stroke kwa kweli ni matatizo makubwa, na nowadays mpaka watoto wadogo leo wana matatizo haya ya stroke. Mbeleni leo kuna baadhi ya tiba la shab, kuna baadhi ya dawa za kiasilia hapa ambazo dawa hizi kwazo zitamsaidia mtu ambaye ana matatizo haya. Kwa kweli kupanda hovyo pressure ni tatizo kubwa. Pressure ya mtu inafika mpaka 200 ni tatizo, na mara nyingi kila alopata kiharusi ile pressure ilipanda juu sana. Baada ya kupanda juu ikamletea athari ya hali ya juu. Baada ya kumletea ile athari katika nafsi yake, kisha baada ya hapo akawa amepata maradhi yaliyokuwa baridi. Sasa leo tunazo chupa 5 ambazo chupa hizi biidhnillahil karim mtu akizipata maradhi ya kupooza yataondosha. Dawa ya kwanza kwa yule mtu ambaye amepata maradhi baridi, tumshughulikie na dawa inaitwa Shullat. Tumpe dawa inaitwa Shullat. Ni dawa nzuri ya kuongeza nguvu mwilini, ni dawa nzuri inasafisha mambo ya urinary system, mkojo, UTI. Ni dawa nzuri inaondosha homa pamoja malaria pamoja na typhoid. Dawa hii inaitwa Shullat. Lakini Shullat ina dawa nyingine pacha wake anaitwa Ashalal. Ashalal ni kupooza, Shullat ni aliyepooza tayari. Kwa hiyo dawa hii Ashalal ni dawa iliyochanganywa ndani yake na kafur na menthol na vitu vingi ambavyo vinamsaidia mtu alopooza kuchua. Ni dawa ndogo tu, lakini ni dawa ambayo ile mishipa imelala, basi kwayo mtu achue, inshallah kwa uwezo wa Allah atapata nafuu kabisa.
Akishatumia shullat, dawa yake ya pili ni ashalali. Lakini pia kupooza ni mtingishiko, ni mpasuko wa damu ule. Kwa hiyo kuna dawa inaitwa saktatu dimaghiya. Alopata maradhi ya kupooza, kuna mafuta haya mengi yalochanganywa yanaoingia mpaka ndani ya viungo, mpaka kuunga hivi viungo ambavyo vinauma, inawezekana kwa mazoezi mpaka bega limeachia kidogo. Basi hii saktatu dimaghiya ni mafuta ambayo inatakiwa ayatumie. Lakini pia kama kuna yabis na mashaitani na sihiri na kukosa usingizi, mgonjwa wetu atapata nafuu ya hali ya juu. Lakini lazima tumfanyie tiba ya steaming, atibiwe kwa mvuke na dawa inaitwa fauj min fauj. Fauj ni mvuke, ni moshi, ni bukhur. Hii mgonjwa wetu alopoza, tutachemsha maji ya moto vizuri. Tukishachemsha tutamwekea shuka kidogo na tutampunguza nguo zake, ule mvuke ule umuingie hasa zile sehemu ambazo zimepata baridi. Itaondosha homa, itaondosha mashetani, itampa uchangamfu kwa miti iliyowekwa ndani yake. Hii ni dawa ya Minfauj. Dawa yake ya mwisho, lazima tucheze na mazingira yake ya pressure. Pressure ndo ilisababisha akapata hiyo saktatu dimaghiya, akapata hiyo shalal, akapata kupooza. Kwa hiyo tumpatie dawa ambayo itasaidia pressure, lakini itampa appetite ya kula, lakini pia itamuongezea nguvu mwilini. Na hata kama ana mambo kama ulcers tumboni, kukiwa na problem yoyote, dawa hii itasachi, inaitwa hulqum. Dawa hii inaitwa hulqum. Hii hulqum hii ni dawa nzuri sana ya maradhi haya baridi. Kwa hiyo mtu wa stroke tumpatie hizi dawa zetu angalau 5 inshallah, ili apate kupata nafuu. Ni dawa baridi, lakini pia kwa upande wa kina mama wasiokuwa na hamu zitamsaidia kupata hamu, na hata kwa upande wa baba. Dawa hizi inshallah Mwenyezi Mungu awape afya waliopooza na waondoshee maradhi ya stroke, na wasikate tamaa hata kama ya muda mrefu. Na sisi ambao tunajitahidi kuwasaidia wenzetu dawa, iwe kwetu pia ni dua na kabul. Mwenyezi Mungu atuepushe na maradhi haya, kwani maradhi hayahtari wala hayana mtu, ni kadari tu. Lakini turejee katika tiba zetu za kisunna, kufanya hijama shaharia. Kinga ya stroke ipo fi islamina al-azima an-naqiya, katika Uislamu wetu mtukufu na msafi. Kwa kufanya tiba ya hijama tuna escape maradhi mengi, miongoni maradhi baridi, maradhi ya kiharusi. Kwa leo ya kwangu ni hayo tu, kutokamana na muda wangu. Nikwambie mimi nipo Tanzania, Dar es Salaam, Buguruni, Lozana. Ukituhitaji hebu tupigie kwa namba hizi. Ulipo tupo inshallah, popote ulipo naweza tukakuletea dawa hizi. Dawa hizi zishapanda ndege sana kwenda nchi mbalimbali. Zishakwenda Thailand, zishakwenda China, zishakwenda India, zishakwenda USA, zishakwenda UK, zishakwenda mataifa yaliyoendelea na mataifa yaliyochelewa, nchi jirani pia dawa hizi zimekwenda. Niseme wa ila huna yakfi. Wassalamu alaikum wal afwa minkum wa minkunna.